Jeshi la Polisi katika mkoa wa Njombe katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku kupitia operation na misako maalum yenye lengo la kuzuia na kutanzua uhalifu katika kipindi cha mwezi Julai 2026 limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 110 ambao wamejihusisha na matukio mbalimbali ikiwemo mauaji, uvunjaji, wizi na kuhujumu miundombinu ya serikali. Watuhumiwa 12 kati ya waliokamatwa wanatuhumiwa kwa mauaji na miongoni mwao ni Okoa Julio Ndwenya, huwa na miaka 28, mkazi wa Kambarage, ambaye anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Neli Lucas Hokororo, miaka 20, ambaye alikutwa akiwa ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani na kisha kufukiwa kwenye shamba lenye mianzi. Baada ya kuhojiwa, mtuhumiwa huyu amekiri kutenda kosa hilo na ameeleza kiini ni kipato au kuwania mali, ambapo kabla ya kutekeleza tukio hili alimkodi marehemu ambaye alikuwa ni dereva wa bodaboda na mkazi wa Msete, wilaya ya Njombe, siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 2026 na kisha kwenda kumuua na kumfukia. Pia Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa taarifa kuwa linamshikilia mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Jackton John Bosco Mgeni, huyu ana miaka 31, aliyekuwa anatafutwa kwa kutenda tukio la mauaji lililotokea tarehe 8 mwezi wa 8 2026 huko katika kijiji cha Ivigo, kata ya Igosi, wilaya ya Wanging'ombe, ambapo aliwaua watu wawili ambao wanafahamika kwa jina la Alfred Thomas Mgeni, huyu ana miaka 65, pamoja na mkewe ambaye anafahamika kwa jina la Betes Mandafu Msigala na miaka 55, wote wakazi wa Ivigo, ambao ni baba yake mdogo na mama yake mdogo. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa amekiri kutenda tukio hilo, akiwatuhumu marehemu kuwa walikuwa wachawi wanamloga mama yake aitwaye Yusta Yohana Konso, ambaye alitenguka mguu tangu mwezi Julai 2026 na hajapona hadi sasa, licha ya kumpeleka hospitali ya Ikonda kwa ajili ya kupata matibabu. Aidha, Jeshi la Polisi kupitia misako na doria limefanikiwa kuwakamata Venus Julius Kiwago, miaka 45, Oscar Wendelini Kayombo, miaka 30, Flavian Elasto Mloe, miaka 27, na Eliki January Mtega, huyu ana miaka 18, ambao walikuwa wakitafutwa kwa muda mrefu kwa makosa mbalimbali ambayo yalikuwa yameripotiwa katika kituo cha polisi wilaya ya Njombe, yakiwemo tuhuma kuhujumu miundombinu ya shirika la TANESCO, kuvunja maduka usiku na kuiba, pamoja na makosa ya wizi. Watuhumiwa hawa ni sugu, wamekuwa na matukio mbalimbali ya kihalifu yakijirudia. Hata hivyo, kuna kesi mbalimbali ambazo zinaendelea dhidi yao katika mahakama ya wilaya ya Njombe. Upelelezi utakapokamilika, watuhumiwa wote hawa waliokamatwa watafikishwa mahakamani ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kushirikiana kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati, ili wahusika wote wachukuliwe hatua za kisheria mapema kabla ya kusababisha madhara kwenye jamii na taifa kwa ujumla.
Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.